Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula Sa ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida gisi unavyojua naja kuinukuu katika lugha hii yetu ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama gisi tema inavyosema, siri iliyofunuliwa ya Mwanzo 4:14. Tunaposema siri iliyofunuliwa ya Mwanzo 4:14, hapo tayari tunaendelea kuhusiana na Biblia za kisasa, kwa sababu watu walio wengi wameshawahi kusoma andiko hilo ambako huyu watakayeita Kaini alikuwa na mazungumzo na Mungu. Ni baada ya kumuua mdogo yake aidha ndugu yake Abeli, ndipo sasa Mungu akaanza kufanya mazungumzo naye, akamwambia Kaini kwamba atakuwa mtu mwenye kutangatanga, hatakuwa na mahali kamili. Kwa hiyo kutokana na hilo Mungu atamfukuza kabisa, ataondoka na ataenda sehemu nyingine. Sasa katika mazungumzo Kaini atamwonyesha Mungu kwamba kwa kweli adhabu ambayo ameipewa hiyo haiwezi ikavumiliwa na mwanadamu weza na mtu. Kwa hiyo ndio maana akapenda kuomba Mungu amsaidie ili kwamba hiyo adhabu angalau basi iwe ambayo isiwe nzito sana. Na akasema katika mazungumzo akasema kwamba yeyote atakayemuona yeye Kaini atamuua. Kwa hiyo walio wengi walisoma hilo andiko, lakini hawawezi wakawaambia nini maana yake hasa Kaini anaposema kwamba yeyote atakayeniona atafanya nini? Atanioa. Kwa nini atumie maneno kama haya? Kwa sababu tunaweza tukajiuliza, ina maana kwamba kuna aina zingine za watu ambao wanaongelewa hapa? Maana Biblia inatuambia namna gani? Waandishi wa Biblia wanatuambia namna gani? Wanasema kwamba Adamu alikuwa na Eva na walizaa watoto wawili. Kwanza alizaa Kaini, akazaa Abeli, hawa watoto wawili. Sasa ikiwa Kaini amemuua Abeli, wanabaki watu wangapi? Wanawake watu watatu, yani yeye Kaini na mama yake na baba yake. Sasa wakati anaposema kwamba yeyote atakayeniona ataniua, huyo yeyote ni nani? Je, kulikuwepo tayari watu wengine katika sehemu hiyo? Aidha kuna wengine ambao walioumbwa, aidha waliozaliwa kabla ya Adamu? Haya ni maswali ambayo kwa kweli Biblia haina majibu. Wale wanaosema kwamba Biblia ina majibu ya kila kitu, hapana. Biblia haina majibu ya kila kitu, hapana. Lakini sasa tujiulize kitu. Kaini yeye amemuua Habeli, kuna baki nani? Adamu na Eva. Je, ni kuhusiana na Adamu na Eva kweli kweli ndiye ambaye Kaini alikuwa akiongelea kwamba yeyote atakayemwona atamuua? Sina uhakika. Je, Kaini atakuwa anazungumzia kuhusiana na wanyama? Sina uhakika. Sasa ni akina nani? Kwa sababu wanaposema yeyote, ni jambo ambalo ni pana, ni maneno ambayo ni pana, ambayo hauwezi ukasema ukafikiri kwamba labda ni mtu mmoja. Yeyote yani anaweza kuwa mtu mmoja, anaweza kuwa wawili, inaweza kuwa kundi la watu. Kwa hiyo tayari inapenda kuonyesha kwamba kuna aina za watu ambao walikuwepo, ndio aiza hapana. Hizo ni swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza. Sasa je, kulikuwa na wanadamu wengine ambao Mungu alikuwa tayari ameshawaumba? Alama ya kuuliza. Tunaingia katika kitabu cha Mwanzo ndani ya Biblia za kisasa, sura yake ya 4 mstari wa 14. Tunaanza kwenye mstari wa 14. Inaanza kusema hivi: tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Kwa hiyo wengine watafikiri kama gesi ilivyosema kwamba labda ni wanyama ndio wanaongelewa hapa. Lakini je, Kaini aliongelea wanyama ambao Mungu alikuwa aliwaumba kabla yao? Jibu itakuwa ni hapana, ndugu zangu, kwa sababu tukiangalia katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 35 mstari wa 19, kuna jambo fulani ambalo mtalisoma, labda walio wengi walisoma lakini hawezi wakapenya. Hesabu 35:19 inasema, mwenye kutwaa kisasi cha damu ndiye atakayemuua muuaji, hapo atakapokutana naye atamuua. Bo Sasa andiko hili la Hesabu 35:19 inasema kwamba kuna mtu yeye anayetwaa
kisasi, yaani anayolipiza kisasi cha damu. Ina maana kwamba ikiwa wewe utakuwa umeua mtu, huyu mtu ambaye umeua, damu imevuja, ina maana kuna mtu mwingine ambaye yeye yuko pale katika lengo la kufanya nini? La kutoa kisasi cha damu tu cha yule ambaye amefanya damu ipate kuvuja katika ardhi. Sasa je, huyu mtu ambaye anasemekana hapa katika Hesabu 35:19 ndiye ambaye Kaini alikuwa anaongelea? Je, kulikuwepo tayari huyu mtu? Aidha ni nini hasa? Kwa sababu hapa tutarudilia kusoma kwa wale ambao hawakuelewa vizuri. Tunasoma Hesabu 35:19 inasema, mwenye kutoa kisasi cha damu ndiye atakayemuua muuaji, hapo atakapokutana naye atamuua. Yaani tunaweza kusema, je, Kaini alikuwa anajua kwamba kuna mtu ambaye yeye analipa kisasi? Kwa sababu yeye Kaini tayari ameshaua, ameshafanya damu ya mdogo wake ipate kumwagika, ipate kuvuja juu ya uso wa dunia. Inapenda kumaanisha kwamba alijua hiyo taarifa kwamba kuna mtu ambaye yuko pale ili kuwinda yule aliyefanya kitendo kama hicho. Alama ya kuuliza. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 15 hadi 17 inasema hivi: Bwana akamwambia, na hapo Mungu anaongea naye tena Kaini, kwa sababu tayari Kaini ameshajitetea, ameshaomba kwamba adhabu ambayo amepewa ni kubwa sana, na yeyote ambaye atakayemwona atamuua. Sasa ndipo Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Hapa huyu Mungu haongei, hasemi kwamba yeyote atakaye kuua wewe Kaini. Yaani anasema yeyote atakayemuua Kaini. Ina maana kwamba anaongea na aina za watu, anaongea na watu fulani ambao wanaweza wakamuua Kaini. Sasa hao watu ambao yeye anaongea nao, aidha anawaambia ni akina nani, hilo alijulikana. Ndio maana Kaini akasema yeyote. Hawa yeyote, aidha huyo yeyote ni akina nani hasa zaidi sana, na hadi huyu Mungu naye pia hapate kusema kwamba yeyote atakayemuua Kaini. Yeyote ni nani? Je, ni Eva? Je, ni Adamu? Jibu ni hapana, kwa sababu ingelikuwa kwamba labda ni wa kuua Kaini, wangelimuua tu mapema, labda tukasema hivi, lakini haikuwa hivi. Sasa kwa hiyo Kaini alijua kwamba kulikuwa na mtu ambaye anaweza kumuua, ambaye anaweza kulipiza kisasi. Sasa swali ambayo tutajiuliza, kwa nini yeye Kaini alipizwe kisasi mara 7 kwa yule atakayemuua, wakati yeye alimuua Abeli, lakini hatujasikia hilo swala kwamba naye pia atalipizwa kisasi mara 7? Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Yaani kwa hiyo alimuua Abeli imeenda hivyo, hakuna kulipizwa kisasi mara 7, lakini ni Kaini ndiye yeye atakayelipizwa mara 7. Bwana akamtia Kaini alama. Kwa hiyo Mungu sasa, ili kwamba yeyote asipate kumuua, aidha chochote kisipate kumuua, Mungu ataweka alama. Kwa hiyo alama ambayo Mungu ataiweka, yaani hata uwe nani huwezi ukamuua Kaini. Hata shetani mlima Bobe hawezi akamuua Kaini. Hata hao malaika walioanguka hawawezi wakamuua Kaini. Demon hatuwezi tukaongelea kwa sababu zilikuwa bado hazijazaliwa. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba tayari inaonyesha kwamba Mungu alimfanya Kaini kuwa mtu asiyeweza kufariki. Ina maana kwamba hata ugonjwa hauwezi ukampata Kaini, hawezi akafariki. Hata uzee hauwezi ukamfanya yeye Kaini afariki, kwa sababu Mungu alimfanya kuwa mtu ambaye hawezi akafariki. Hilo ndio ambalo mnatakiwa kulielewa gesi tunavyosoma hapa. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kuna sehemu nyingine, asije akamuua. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi, mbele ya Edeni. Tafsiri nyingine nasema mashariki mwa Edeni. Ndio maana ndani ya Biblia hizi za kisasa hakuna nafasi ambapo wanazungumzia kwamba Kaini alifariki. Hautaona.
Sijui kama mnaona hili. Hakuna sehemu ambapo mtaona ndani ya Biblia za kisasa ambapo anasema kwamba Kaini alifariki, kwamba Eve alifariki. Hawa watu wawili hamuwezi mkaona, lakini cha kushangaza ni kwamba ni hawa watu wawili ambao wao ndio walio, kwa mujibu wa Biblia, walioleta maafa, kwa sababu Eve yeye asingelikula tunda kulingana na Biblia za kisasa na kuja kumpatia mme wake, wasingelianguka. Lakini mme inaandikwa kwenye miaka 930 amefariki, na hiyo miaka 930 hatujui imeanza wakati gani, kwa sababu tunajua kwamba aliumbwa, alikuwa mtu mzima tayari ameumbwa, sio kwamba ni mtoto. Hatuko huko. Haikuandikwa kwamba Eva naye alifariki. Kaini ambaye alimuua Abeli, yeye Abeli inajulikana alifariki, lakini yeye aliyemuua Abeli haikuandikwa hadi muda huu kwamba Kaini alifariki. Haipo. Kwa sababu ya nini? Kulingana na hayo maneno, walielewa waandishi kwamba ikiwa Mungu ameweka alama, ina maana kwamba huyu jamaa hatuwezi tukaweka kwamba amefariki. Sasa tutasema amefariki na kitu gani? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumuua. Sasa ikionekana kwamba sisi tunaandika kwamba kuna mtu mwingine ambaye alimuua, sasa itaonekana kwamba sisi ni wahongo, kwamba tunaenda zidi ya yale maneno ambayo Mungu mwenyewe aliyoyasema. Ndio maana wakaacha hivyo hivyo. Na kwa upande wa Eve, kwa nini hawakuweka? Kwa sababu kuna andiko ambalo tutalisoma baadaye katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 kama 20 hivi, ambapo inasemekana kwamba yeye Eve ndiye mama walio hai wote. Sasa ikiwa yeye ndio mama walio hai, sasa mama walio hai yeye hawezi akafariki, kwa sababu yeye akifariki wote ambao nao pia waliokuwa hai wao nao wanatakiwa nao pia kufariki. Kwa hiyo wakaelewa haya mambo, wakaacha kuweka ndani ya Biblia kwamba Eve alifariki, aidha Kaini alifariki. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia za kisasa na hao waandishi walio nyuma wanapenda kumaanisha kwamba kwelikweli Mungu alimfanya Kaini kuwa mtu asiyeweza kufariki. Sasa tunasoma Mungu akasema namna gani? Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni, ambapo nikasema kwamba kuna tafsiri zingine zinazosema kwamba mbele ya Edeni kwamba ni mashariki mwa Edeni, kwa sababu Edeni ilikuwa na mashariki, magharibi, kaskazini na kati. Mwelewe hivyo vizuri, kwa sababu mwelewe kwamba Edeni ilikuwa ni dunia yote tuseme, yani udongo wote ilikuwa ni Edeni, lakini bustani sasa hiyo sasa ndio iliwekwa ndani ya Edeni, ndio maana inaitwa bustani ya Edeni. Ila bustani haikutoka katika Edeni, bali bustani ilitoka katika moja ya falme za Mungu kwa mujibu wa Biblia. Alafu ikasi, kwa sababu Mungu alipanda bustani ndani ya Edeni. Maana unapopanda kitu lazima utakuwa nacho mkononi. Unapoenda kupanda mahindi ni kwa sababu mahindi unayo tayari. Kwa hiyo alichukua hiyo nani aliyokuwa nayo tayari, hiyo bustani, akaipandikiza, akaiweka katika Edeni. Sasa wanaposema kwamba Kaini sasa yeye akaondoka akaenda kukaa katika nchi ya Nodi. Wanaposema nchi ya Nodi, ndugu zangu, munaelewa kitu gani? Kwa sababu ili nchi ipate kuitwa nchi ni kwa sababu lazima kutakuwa na wakazi, kutakuwa na manyumba, ili kwamba nchi ipate kuwa nchi. Hivi sijui kama naelewa vizuri. Kwa sababu kwa mfano kama jangwa ni jangwa, hauwezi ukasema kwamba jangwa tupu kwamba ni nchi. Kwa hiyo ili kwamba nchi ipate kuonekana, ijulikane kwamba hii ni nchi, lazima kuwepo na wakazi ambao wanaoishi, wanaokaa katika nchi hiyo. Sasa wanaposema kwamba alienda kukaa kwenye nchi ya Nodi, inapenda kumaanisha kwamba kwelikweli kulikuwa tayari watu ambao wako hapo. Je, kulikuwa tayari nyumba ambazo zimeshajengwa? Haiza nini ambacho kilitendeka wanapoongea mambo kama hayo? Kwa sababu haijaandikwa katika Biblia kwamba ni wakati fulani Mungu aliumba hiyo nchi ambayo ni ya Nodi, gisi inavyoongelewa hapo. Haijasemekana sehemu yoyote, haijaandikwa sehemu yoyote kwamba Mungu aliumba hivi. Sasa ndio maana wengine watasema kwamba gisi Kaini alivyofukuzwa, Kaini alienda katika sayari nyingine, kwamba huko ndio wakakutana na mke wake, wakazaa huko watoto. Sasa na hao watoto wake ambao ni wa kiume ndio sasa waliokuja katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6 kuanzia mstari wa 1
hadi 4 wakisema kwamba wana wa Mungu waliona binti, kwa sababu kwa mujibu wao Mungu alimfanya Kaini kuwa Mungu. Mungu alimfanya Kaini kuwa Mungu. Kwa hiyo watoto wake waliposhuka, ndio maana wakaitwa kwamba wana wa Mungu walipoona binti za watu kwamba wako wazuri, wakaja wakatembea nao, na baadaye kwenye mstari wa 4 wakazaliwa nani? Wanefili. Kwamba hao wana wa watu kwamba ndio binti za nane za Seti, na kwamba hao wana wa Mungu waliokuja kutembea nao kwamba ndio wana wa Kaini. Lakini huu ni uongo mtupu ambao hauna hata mantiki yoyote. Sasa hapo wakawaambia sasa kwenye mstari wa 17, Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko, akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Kwa hiyo sasa kile kitendo cha Mungu kumwambia kwamba yeye atakuwa mtu ambaye anatangatanga, ambaye hana makao kamili, tunaona kwamba tayari mambo mengine hayaendi vizuri. Yaani maneno ambayo Mungu mwenyewe alimwambia ni kama vile hayatatimia. Kwa nini? Kwa sababu anaposema kwamba yeye atakuwa mtu ambaye hatakuwa na mahali kamili, hatakuwa mtu wa kutangatanga. Sasa ikiwa wewe utakuwa mtu ambaye unatangatanga, tena unajenga jiji, na hapa sio kijiji, sio nyumba moja, sio mbili, sio tatu. Hapa wanawaambia kwamba Kaini alijenga jiji, na jiji ili lipate kuwa jiji lazima lieneze ule utaratibu wote wa kuitwa jiji. Ina maana kwamba umeme utakuwemo, yani barabara ambazo zimenyoka vizuri, nyumba ambazo za kifahari zitakuwemo, yani kila kitu ambacho kiko sawa. Sasa mtu ambaye anafanya kitendo kama hicho, anajenga hivyo, tena Mungu aseme kwamba huyu atakuwa mtu ambaye anatangatanga hata kuona mahali kamili, haina hata maana, haina hata maana. Sasa huyo mke aweza mwanamke, kwa sababu tayari kama tunasoma hapa, Kaini akamjua mkewe. Huyo mke wake alitoka wapi? Hili ndio swali ambalo linalowapatia watu ugumu. Ndio maana nikasema kwamba Biblia haiwezi kajibu maswali kama haya. Sasa watu, kwa sababu baada ya sisi kutoa mzaliwa wa pili, alipoleta hii mada akaanza kuongea, akasema kwamba alikuwa dada yake. Sasa wana Biblia wanashikwa, hawajui wapi kwa kukimbilia, kwa sababu tatizo ni kwamba wakati ambapo walipokuja kuandika, waliandika kwamba Adamu na Eva walipata Kaini na Abeli. Hawakuandika kwamba kweli kweli kwamba kuna watoto wengine ambao walizaliwa pamoja na miongoni mwao hapo. Lakini watakuja kuandika sasa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5, wakisema kwamba hiki ndio kitabu cha Adamu. Unaona? Hiki ndio kitabu cha vizazi vya Adamu. Kwamba Adamu alizaa watoto wa kiume na wa kike. Sasa hao wa kike ni lini ambao walitajwa? Hakuna. Kwa sababu wale waandishi waliokuwa wakiandika hayo maandiko ndani ya Biblia hawakuwa wanaona usamani, hawakuwa wanaona umuhimu wa mwanamke. Kama hamjui, hii ndio taarifa. Hawakuwa wanachukulia wanawake kwa thamani, kuona kwamba labda ni watu muhimu zaidi sana. Ndio maana katika mambo mengi ndani ya Biblia sasa mtaona kwamba mwanamke ni kama vile anasaulika, kama hayupo. Ndio maana watakuja watasema, wana 12 wa Israeli. Wana 12 wa Israeli namna gani, wakati alikuwa na binti pia ambaye anaitwa Dina? Haiwezi kawa hivyo. Labda anaweza kusema kwamba okay, vijana 12 wa Israeli na binti yake mmoja, hapo inaeleweka. Lakini nikupenda kuonyesha kwamba labda kwamba Yakobo alikuwa tu na watoto 12. Hapana. Mnaona hicho kitu, ndugu zangu? Kwa hiyo sasa, baada ya sisi kutoa huu kweli kwa mara, kwa sababu kama haya mafundisho yamerejea, ni kwa sababu walio wengi tena wanaendelea kufundisha watu mafundisho ambayo ni ya uongo. Ndio maana tunaingia tena katika kina kingine, ili kuonyesha watu kwamba kile ambacho wanafikiri kukijua kwamba sio kweli. Maana baada ya sisi kuonyesha kwamba alikuwa dada yake ndiye mke wa Kaini, sasa hawa wanaojiita wachungaji sasa nao pia wanaanza kusimama kuongea, yes, alikuwa dada yake kabisa wa Kaini. Alikuwa dada yake wa Kaini. Tupatie sasa, alizaliwa lini huyu dada yake wa Kaini? Hapo ndipo tena tunawashika kwa sababu, ili kuonyesha kwamba sisi haya mafundisho ya Biblia, tafsiri zote, toleo zote tunazijua vizuri. Ni wapi ambapo utakimbilia? Ni wapi ambapo utaenda kuongelea kwamba mimi nafikiri kwamba najua? Kwa sababu walio wengi kwa sasa hivi, kwa muda wa miaka ya kutosha zaidi sana, hawakuwa na jibu kuhusiana na hili swali. Lakini kwa sababu sisi tumetoa ufunuo, tayari wanaanza sasa kuongelea hili jambo. Lakini wanapoongelea sasa, mtawasikia, msikilize vizuri. Ikiwa mnapenda kuwajua hao, watasema kwamba alikuwa ni dada yake. Sasa waulize, huyu dada yake alikuja lini? Alizaliwa lini? Watawaambia kwamba huyu dada yake alizaliwa baada ya nani? Baada ya Seti. Mnasikia? Na mkisikia wanasema tu hivyo tu kwamba ni baada ya Seti, jueni kwamba wote ni waongo tu, hawajui historia iko namna gani.
Kwa nini? Kwa sababu huyu atakayeita Kaini, wakati alipokuwa na huyu mke wake, alipopata huyu mke wake na wakazaa huyu mtoto wao ambao waliita Henoko, waza Enoshi, Seti alikuwa bado hajazaliwa. Hivi sijui kama naelewa vizuri. Seti alikuwa bado hajazaliwa, kwa sababu ni kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 17 ambapo Kaini alimjua vizuri kabisa mke wake na akazaa mtoto ambaye akamwita kwa jina la Henoko. Hapo hivyo Seti hajazaliwa. Sasa itakuwa namna gani kwamba Kaini azae na mwanamke ambaye amezaliwa baada ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Seti, wakati yeye mwenyewe alipomzaa na mke wake Seti alikuwa bado, hata yeye mwenyewe kuzaliwa alikuwa bado, ili kuonyesha kwamba mwalimu ni mmoja tu, Zulula 100. Kwa hiyo mtaenda huku na huku, tutawashika kwa kila kona ambayo mtaenda, ili kuonyesha kwamba mstop, haina maana kuendeleza propaganda za wazungu ili kuwaweka tena zaidi watu weusi katika utumwa, katika ujinga. Kila jambo lina wakati wake bwana. Kuna wakati ambapo watu wanakuwa wajinga, ni kweli, tulikuwa katika kipindi hicho sote, lakini kuna wakati ambapo ujinga nao pia unatoka, na wakati ambapo watu wameshaanza kutoka kwenye ujinga, hapana tena kuja kuwasimamisha ili watu wasitoke katika ujinga bwana, kwa sababu wewe kama bado ungali unashikwa kwa sababu wewe ni mjinga, hata wengine ambao wameona mwanga wajitokee ili wafuatilie ukweli ambao uko hapa mbele yao. Usiwaogopeshe bwana, usije kuwatisha, mtaungua, mtaenda kule, ni wapinga Kristo, ni wafanye hivi. Achane na hayo mawazo ambayo ni mawazo potofu. Ukweli uko hapa ambao hauna hata huwezi ukawa na wasiwasi kuhusiana na ukweli. Hilo ndio jambo ambalo lipo. Kwa hiyo mke wa huyu Kaini alikuwa nani? Yeye ni binti wa Eva, ni dada yake, na alikuwa ni dada pacha wa nani? Wa Kaini. Lakini ndani ya Biblia za kisasa wataonyesha kama vile labda Kaini na Abeli walikuwa mapacha. Sio hivyo. Kwa hiyo kulingana na wanabibilia, wanaposema kwamba Nodi, Kaini alienda katika nchi ya Nodi, wanaelezea hiyo Nodi ilikuwa wapi kwa mujibu wa nchi ambazo tuko nazo kwa wakati huu, kwa gisi wanavyokadiria wao. Wanaongea kwamba Nodi kwa wakati huu ni Afghanistan kwamba ni Afghanistan. Ina maana wakati ambapo Kaini alipofukuzwa na kukimbia na kwenda kwenye, yani alienda hadi Afghanistan kwa mujibu wa wanabibilia wanaochambua hayo mambo, ingawa ndani ya Biblia haijaandikwa hivyo. Na Afghanistan ni ya wapi? Ni katika bara kwa mujibu wao, ingawa tunajua bara ni moja, Asia ya kati. Kwa hiyo kulingana na wanabibilia, yani Kaini alienda katika nchi ya Afghanistan, na hivyo yeye Kaini alipozaa watoto wake, kwa sababu huyo mke wake naye pia alitoka huko Afghanistan, yaani uzao wa Kaini kwa mujibu wa wao wanaosema hivyo ni wa Afghanistan. Lakini tutaenda kuonyesha kwamba sio hivyo, hapana. Ndio maana kitabu cha Ayubu sura yake ya 15 mstari wa 19 inasema, waliopewa hiyo nchi peke yao, wala mgeni hakupita kati yao. Kwa hiyo wale waliokuwa wa kwanza ambao walipewa hiyo nchi, hapakuwa mgeni ambaye alikuwa tayari kwamba ameshazaliwa tena, yaani walikuwa wenyeji tu. Na hiyo nchi ilikuwa ni nchi gani? Kwa hiyo tunaenda kuonyesha kwamba udongo huo ambao ni udongo wa Nodi ambao wanasema kwamba ulikuwepo huko Afghanistan sio kweli, na nitaonyesha maana hata Asia hiyo mnayosema Asia wakati huu ilikuwa bado haijakuwepo, na mke wa Kaini alikuwa dada yake, kama kisi ilivyosema, binti wake wa nani? Wa Eva. Ndio maana mnapochukulia hii mfano kwa mfano ndani ya Biblia za kisasa, wataongelea kuhusiana na bustani ya Edeni. Watasema kwamba kuna mito hii 4 ambayo inatoa maji kama gisi mnavyosema nayo, yes, kama gisi mnavyosoma ndani ya Biblia za kisasa. Watawaambia kwamba mto mmoja unazunguka sijui nchi ya Avila, nyingine inazunguka sijui karibu sijui kama na Ethiopia. Sasa swali la kupenda kujua ni kwamba
Je, wakati ambapo Adamu na Eva wangali bado katika bustani, je, Ethiopia ilikuwa tayari imesha kuwepo? Havila alikuwa tayari amesha kuwepo? Hizo ndio swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza eh? Ilikuwa bado, yaani ni mambo ambayo yatakuja, ni mambo ya unabii, mambo ambayo yatakuja, lakini ilikuwa katika kipindi hicho bado Ethiopia haijulikani, ilikuwa bado. Kwa hiyo wanaposema kuhusiana na swala la nodi ilikuwa bado haijakuwepo, kwa sababu hiyo bara ambalo mnaita bara la Asia lilikuwa bado halijakuwepo. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo unatakiwa kulielewa. Ndio maana kitabu cha Mwanzo sura yake ya 11 mstari wa kwanza ndani ya tafsiri ya Biblia ya Kifaransa ambayo inaitwa Bible des Ponts inaanza kusema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na kwenye mstari wa 7 hadi 8 wa Mwanzo 11, njooni tushuke chini, kwa sababu alikuwa anazungumza na wengine. Huyu ni Mungu anasema njooni tushuke. Tuwauliza Wakristo alikuwa anaongea na nani? Sema alikuwa anaongea na Yesu. Haina shida. Si Mungu anasema yeye ni mmoja, lakini tena wanaitana. Haina shida. Njooni tushuke chini na kuvuruga lugha yao huko ili wasielewane wao kwa wao. Hivi mnaona kwamba kwa kweli, si mnaona kwamba huyu ambao wanaita Mungu, mkisoma tu ile andiko ni kama yeye ndio mchokozi. Njooni tushuke chini tuwavuruge watu ambao walikuwa kitu kimoja, wana amani. Wao wanapenda kuja kuwavuruga ili wasipate kuelewana. Yaani kikawaida Mungu yeye anasema kwamba yeye ni Mungu wa maelewano. Yeye Mungu anaweza kapenda watu waelewane, ndivyo tunavyopata taarifa. Lakini ni yeye hapa sasa ndiye anayependa watu ambao walikuwa wanaelewana wasipate kuelewana. Kwa hiyo yeye ndio mfanya fujo, yeye ndio analeta vurugu. Kwa mujibu wa haya maandiko ambayo tunasoma, basi Bwana akagawa uso wote wa bara. Hii ndio tafsiri ya Bible des Ponts ya Kifaransa. Bwana akagawa uso wote wa bara, hapana wa mabara. Nao wakaacha kujenga miji. Maana yake ni nini? Yaani napenda kuonyesha kwamba kulikuwa tu ni bara moja, kulikuwa tu sehemu, yani udongo ulikuwa tu mmoja, ulikuwa bado hakuja kuwa haya mambo mengine yote ambayo mtaita sijui Ulaya, Marekani, Asia, Oceania. Haya yote yalikuwa bado haijakuwepo, na hata jina hilo Afrika lilikuwa bado halijakuwepo, kwa sababu Afrika limekuja sasa, sijui kana Wagiriki huko ambao wanaongelea Afrika ni demon ambayo ilikuwa inaabudiwa maeneo ya nani ya huko kaskazini mwa Afrika, ambayo yaliletwa huko. Mnaweza mkajiridhisha, kwa sababu Afrika haikuitwa Afrika. Afrika ni wazungu walioleta hilo jina la Afrika. Na Ifri ndio hiyo demon ambao walikuwa wakinani njo. Yani ukisema mimi ni Mwafrika, ina maana kwamba wewe ni miongoni mwa, yani unakubali hiyo demon, wewe ni wa demon, ni Ifri. Watu wanatumia tu, mtafanya namna gani wengine, lakini inaitwa wasi. Yes, ukipenda kusema Afrika sema wasi. Na kama unapenda kusema bara lenyewe, munyele njo bara, inatakiwa hivyo. Kwa hiyo sasa bara lilikuwa moja na ni moja hadi muda huu, kwa sababu Ulaya, Marekani, Asia, Oceania, vyote hivyo ni udongo mdogo tu ambao unatoka katika bara la Afrika. Ndio maana mnaweza mkakusanya Marekani, mkusanye Ulaya, mkusanye Asia, Oceania, vyote muweke pamoja, na kama unasema kuna bara lingine kwa uwezo ambalo linakuja la sita, mchukue kama ni Arctic kama ni nini, mfanye vyote pamoja. Uasi ambao ni Afrika ambao mnayohita ni kubwa kuliko vyote, mkijumuisha vyote vinaingia ndani, kwa sababu wakati ambapo mgawanyiko wa bara ulipofanyika, sehemu kubwa ya udongo ilibaki katika nafasi yake ya msingi ambayo ni wasi. Sasa tudongo tudogo ndo tumekuja huko. Sasa msisumbuke sana, na nimeshawahi kuongea, ni miaka zaidi hata ya 7 haya mambo nimeshawahi kuyaongea, kuambia kwamba michoro yote ya ramani ambazo wanachora ni ya uongo. Wataonyesha kwamba Afrika sijui ni hivi, sijui Urusi ni kubwa kuliko Afrika, bla 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 bla. Wote ni uongo, Zote hizo ambazo wanaita bara, zote zinaweza zikaingia ndani ya Afrika, na Afrika bado haijaenea, kwa sababu ni kubwa. Wasiwadanganye. Lakini wanacheza hivi na michoro ili kwamba kuwafanya watu weusi wajione kwamba labda wao ni duni, kwamba wao ni wachache, labda wakifanya tu wanakuja ni uongo. Sio hivyo. Msikubali hayo mambo, ndugu zangu. Kwa hiyo basi, bara lilikuwa ni moja na liko moja hadi muda huu. Sasa
wanasayansi wao pia wanasemaje kuhusiana na wakazi wa kwanza, sasa mtu wa kwanza kwa mujibu wao, wanapoangalia huyu wanayehita kwamba ni kwa jina la ilikuwa nani huyu ambaye alileta hii nadhari yake ya ajabu ajabu, huyu aliyosema kwamba watu kwamba kama ni nyani. Ish, jina lake limetoa nafanya ladha litoke. Nani Darius? Hapa Darius bo, jina limepotea bo, sijui kwa nini kama, lakini kama hivyo Darius kama bo, vitu kama hivi alileta hiyo dhana, akasema kwamba watu walianza kwanza walikuwa ni nyani, alafu wakaanza kutembea, mikia ikaanza kukatika, alafu baadaye wengine wakatoka katika bara hilo, wengine wakaenda huko wakabadilika kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya baridi. Historia za ajabu ajabu hizi za kitoto tu, lakini watakubali kusema kwamba Afrika ndio mama. Ndio maana mkifaransa wanasema la Afrique est le berceau de l'humanité, kwamba ni Afrika ndio msingi kabisa wa kila kitu. Sasa kama mnasema kwamba Afrika ndio msingi wa kila kitu, sasa mnapenda kitu gani? Sasa kwa nini mnasema kwamba mtu wa kwanza tena atakuwa Adamu na Eva ambao wataonyesha kwamba ni wazungu? Kwa maana kwamba haina hata maana. Kuna mambo mengine ambayo wanaoyaongea, lakini wanaoyadhibitisha tena kuonyesha yanakuwa tofauti na yale wanaoyaongea. Wanasayansi watakuja hao watasema kwamba mtu wa kwanza alikuwa mweusi, lakini huyo mtu wa kwanza mweusi alikuwa ni makako mashepaze bodombo sokwe, kwa kwamba alikuwa na mkia pu, 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 pu. Mkia akasimama, mkia pu, kama ulikatika huyo. Mbona kuna nyani zingine, ikiwa kwamba watu walitokana na nyani, tusingeliona nyani tena wengine ambao wanamkia. Wao watasema kwamba hao nyani hawapendi kubadilika, wao wanapenda kubaki tu hivyo hivyo. Ndivyo mlienda kuuliza hao wanyani, wakasema kwamba sisi hatupendi. Kwa hiyo hata wanasayansi nao pia wanakubaliana, kwa sababu wanasema kwamba mkiangalia katika mitandao hata jinsi wanavyoongea, watuambia kwamba wanadamu wa kwanza kwa mujibu wao wanasema wanaitwa kwa jina la homo habilis, homo habilis, kwa sababu kuna aina mbalimbali, kuna Australopithecus, kuna homo habilis, kuna homo erectus, kuna homo sapiens kuna homo neanderthali. Hao wote ni aina na vitengele, na haya mafundisho tumeshayatoa. Maana yake ni nini? Hayo makundi yote ni wanyani wakubwa bo, hayo sio mafundisho. Kwa hiyo wao watawaambia kwamba ndivyo ilivyoanza, na hao wote walitokea wapi? Katika bara la Afrika. Wanaongelea hivyo, ndio Afrika hayo yote yalianza. Kuna aina ya wazungu wengi wanakubali kwamba kwa kweli wao kwamba watu weusi kwanza, na hiyo ni nadharia hata hawa wanaojiita kwamba ni Wakemiti wanaichukua, kwa sababu Wakemiti hakika, ndugu zangu, mjue kwamba hawa jamaa hawana lengo lolote. Wanaambia watu kwamba watoke kabisa katika hizo dini za wakoloni. Hiyo ni sawa, hiyo ni kweli, hapo kabisa sahihi. Sasa baada ya kuwatoa watu katika hizo dini, wataenda wapi? Mtawapeleka wapi? Nini ni maono yenu? Kwa sababu mkiangalia hawa wanaoita Wakemiti wako pale, ni watu ambao wako na hasira. Mkiongea kitu ambacho kiko tofauti na kile ambacho wanafikiri, hasira inapanda, wanaanza matusi. Walio wengi wako hivi. Sasa wanawaambia kwamba sisi tutarudi kwenye ibada za mababu zetu. Babu yako nani? Za wa Misri. Wewe ni Misri, unafikiri kwamba mweusi wote ndio Misri? Na kwa nini waongee kwamba wao ni wa Misri zaidi sana? Yaani unafikiri dunia za Afrika ilianza na wa Misri? Ndio maana wanafanya mambo lakini hawajui msingi uko wapi. Huyo Misri mnayeita Misri alikuwa na kaka yake mkubwa ambaye anaitwa kwa jina la Ethiopia. Kwa nini amwongelee Ethiopia? Kwa nini amsema kwamba tutarudi kwa mababu zetu wa Ethiopia? Zitakuwa kwa nini kwa Kemet kwamba ndio Misri? Je, iliitwa Kemet? Misri iliitwa Misri? Iliitwa Kemet? Je, wakati mnapowatoa watu mnawafunza kitu gani? Je, kuna njia ya utakaso ambayo mnawaonyesha kwamba watu wanatakiwa sasa kuacha dhambi, kufanya hivi? Haya yote hayapo, lakini kuleta tu ule uzushi na kujiona kwamba labda kiburi kinapanda au sisi ndio. No, sio kwa namna hiyo. Ndio maana ndugu zangu, kuna dada mmoja ambaye labda akipata neema anaweza akasikiliza hii video, alikuja akaniambia, aliniandikia akasema kwamba kwa kweli nimesikiliza mafundisho, nimesikiliza haya nayaona kweli yako sawa, lakini naendelea tena zaidi, naenda kwanza kwa upande wa Wakemiti niwaone nao pia wanaongea kitu gani. Kamwambia uko huru kwenda,
lakini uombe neno kwamba labda urejee kwa sababu unaweza ukaenda usirudi, maana mi najua ni roho gani ambazo ziko huko nyuma. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba, ndugu zangu, ukweli umesimamia hapa. Wao wanaojiita wanani wa Kemiti, nao pia nadharia yao inakubali kwamba mtu, kwa sababu wao wanaamini huyu Otieng Kanta Diop kwa mujibu wao, yani ni mmoja kati wa genius ambao kwa mujibu wa Panafricanism, naye pia aliwahi kusema kwamba watu, yani wazungu walitokana na watu weusi, kwamba sote tulikuwa watu weusi. Sasa kuna baadhi ya watu weusi ambao wakaenda wanasema ku pole Nord, yani pole ya kaskazini ambapo kuna baridi sana. Sasa walikuwa weusi, lakini kulingana baridi wakabadilika ngozi, rangi ya ngozi yao. Unaona, hapa ndio mnaona kwamba kwa kweli hata kama mtu anaweza kajiita yeye ni nani, lakini unajiingiza na wewe pia katika ujinga ambao wazungu wamekuja kuingiza hapo, ni tayari ni tatizo kubwa. Na Wakemiti wanamwamini huyu jamaa, na hiyo ndio nadharia ambayo iko nayo. Wanaamini pia hiyo nadharia ya Big Bang, kwamba kila kitu, kwamba sote ni wanani, hakuna muumba, mambo kama hiyo, sote ni muumba ni nani, ni nishati. Nishati ambayo haijawahi nishati ina mwanzo nimporte kwa, yaani neno likiruhusu utaingilia kuhusiana na mafundisho ya Wakemiti, tuwaonyeshe kwa kweli ni nani Wakemiti, maana walio wengi wako pale wanaingia tu katika hayo mambo ya Ukemiti, lakini hawajui ni nani Wakemiti. Hata Wakemiti wenyewe wanaojiita hawajijui wao ni msingi ni nini wa mafundisho. Si wanaamini wakina Osiris, wanaambia kuhusiana na wakina Horus, hawa wote wa Mat, hawajui kama ni aina za demoni za daraja la juu ambazo wanaabudu bila wao kwa nini. Na huyo Osiris wanafikiri nani? Ni yule yule ambaye wanamkimbia katika dini ambao wataita Yesu. Huyo Osiris naye pia hajawahi kuwepo kama huyu Yesu, naye pia hajawahi kuwepo, lakini ile demon ambayo ilikuwa katika kipindi cha huyu watakaita Osiris, aiza Horus, aiza Mitra, aiza Buddha, ndio hiyo demon ambayo iko kwa sasa hivi nyuma ya hilo jina ambalo wataita Yesu, na hiyo demon inaitwa kwa jina la Mitele. Aha. Na kuna wakati ambao utakuja huyo watakaita Yesu, jina hilo litaenda Wakristo, nyinyi mnaojiita Wakristo, video yangu hii neno likiruhusu itabaki, vizazi na vizazi watasikia. Kuna wakati ambapo vizazi vitakuja hata kuongelea Yesu watajua ndio nini tena. Ni swala la muda. Yaani kila wakati walikuwa na aina yao ya Masihi, lakini historia inatoka kwa Kristo wa kweli ambaye ni Joki Sabe, ndio wote watakuja. Ndio maana akina Osiris mtasikia wote walikuwa na wanafunzi 12, walitembea juu ya maji, walibadilisha maji kuwa divai, mambo kama hayo. Alafu Yesu naye pia anakuja naye pia anafanya hivyo hivyo. Mjiulize kwa nini, namna gani? Kwa hiyo ndugu zangu, hachini nayo swala la Makemiti na mengine, ndio haya ambao wanaamini. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha hata wanasayansi nao pia wanakubaliana na hilo, kwamba ni Afrika ndio chanzo, ndio watu weusi wameani, tuseme kwa mujibu wao binadamu, wanaita binadamu umeanza. Sasa wana Biblia wao wanasema ni Adamu na Eva. Sasa waulize huyu Adamu na Eva walitokea wapi? Watatoa sehemu zingine, lakini hawawezi wakapenda kwamba iwe Afrika. Lakini kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 20 nasema, Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa, aiza Eva, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Hiki ndio kitu ambacho niwaambia, hiyo ndio andiko ambayo nimesema kwamba hili ndio andiko ambayo ilifanya wao wasiseme kwamba alifariki, kwa sababu yeye ndio mama wa walio hai. Inampenda kumaanisha kwamba hata mke wa Kaini, yani ni Eve, ndiye mama yake. Hiyo ndio jambo ambalo mnatakiwa kuelewa. Na tukirudi katika Mwanzo 4:17 ambayo tumesoma, Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa mwanaye, akamzaa Enoch, akajenga mji akauita Enoch kwa jina la mwanaye. Alimjua mke wake. Seti hajazaliwa. Hilo ndio jambo mnatakiwa kuelewa, na ili kuona kweli kweli kwamba Seti alikuwa bado hajazaliwa, kwa sababu kwenye mstari wa 17 tumeona kwamba mtoto amezaliwa, mtoto wa Kaini na huyo dada yake wamezaa mtoto. Seti hajazaliwa. Seti amekuja kuzaliwa sasa kwenye mstari wa 25, Mwanzo 4:25. Adamu akamjua mke wake tena akamzaa mwanaume, akamwita jina lake Seti.
Kwa hiyo wale wanaosema kwamba mke wa Kaini alikuwa dada yake sawa, lakini kwamba alikuwa dada ambaye amezaliwa baada ya Seti, nyote mnaona kwamba bado hamjakaa vizuri kwenye meza ili mupate kufunzwa vizuri. Nawaambia mwalimu ni mmoja, sio swala la kiburi, sio kwamba labda la kujipaka kuchukulia, ndivyo ilivyo, kwa sababu yeye anaongea kile anachokijua na anakishuhudia kwa sababu alikiona. Sijui kama mnaona hilo. Mwalimu unatakiwa uwe unajua, unaona, ulishuhudie, ndio unaongea. Lakini wengine Mungu ameniambia, amekwambia namna gani? Huyu Mungu anaongea namna gani? Anaongea na sauti ya namna gani? Mwanangu mpendwa, aiza anaongea namna gani? Tuambie. Seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enoshi. Nami pia nawauliza, huyo mke wa Seti alitoka wapi? Mke wa Seti alitoka wapi? Ndio anasema hapo ndipo watu walipoanza kuliita jina la Bwana. Ina maana Adamu hakuwa anaita jina la Bwana? Hapana. Kaini hakuwa anaita jina la Bwana kwa sababu aliua tu. Wakati huyu Bwana anapokuja kuwaomba wamtolee sadaka, hawakuwa wanaliita jina la Bwana? Hiyo sadaka waliompatia hiyo hawakuliita jina la Bwana? Kwa hiyo ilitakiwa Enoshi aje, Seti aje azae mtoto ambaye ataitwa Enoshi, ili sasa watu waanze kuliita jina la Bwana. Yote niliyoongea ulikuwa ni utangulizi. Sasa tuingie ndani ya karata ndemsi, yaani kanuni iliyofunuliwa, code ya Biblia halisi, karata mbaya. Katika kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 327 hadi 341 nasema hivi: Pongise alimwambia Mutatedi. Mutatedi ndio roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzisha. Uzito wa kosa langu ni mkubwa mno kuweza kubebwa katika hali yangu kama mtu wa hali inayoonekana. Tazama, leo unanifukuza mbali na moto na muto, na pia kutoka mbele ya macho ya dada zangu, na pia mbali na udongo unaolimwa sana, na nijinyime uwepo wako. Alama ya kuuliza. Kwa hiyo basi sasa hapa ndipo Pongise ataeleza sasa yeyote, yule yeyote ambaye hawakutoa maana yake. Pongise yeye ataenda kutuambia yeyote ni nani. Kwa hiyo basi ikiwa Njom, yule nyoka, yani yule joka kubwa dragon, na Jalatane mwenza wake, wakiwemo wazao wake, kuna mabano, wanyama wote wakali. Kwa hiyo hao ndio wanasema, au shetani mlima bobe rombai na bamululuma bungulane, malaika walioanguka wakinipata. Kwa hiyo hapa ndio kuna siri ya yeyote ndio hao. Kuna Njom, kuna mwenza wake ambaye ni Jalatani, kuna wauzao wao, watoto wao tuseme, kuna shetani mlima bobe na malaika walioanguka. Hao wote wakiniona, kwa sababu hata malaika walioanguka wote walikuwa na uwezo wa kushuka na kuchukua mwili wa mwingine katika kipindi hicho. Wakinikuta wataniua, kwa sababu hapa ambapo nilitoa hapa nilikuwa karibu na moto na kuna ulinzi, na nilikuwa naona ulinzi wako. Sasa huku ambapo unanisukuma siko tena chini ya ulinzi. Sasa wakiniona hawa jamaa watanimaliza, wataweza kuniua ikiwa hawataona tena ishara ya ulinzi wako kutoka katika agizo kula vitu karibu nami. Mutatedi alimwambia Pongise, Njom nyoka kubwa dragon na Jalatane mwenza wake pamoja na uzao wake, kuna mabano wanyama wote wakali, ambao watataka kukufanya utoweke, kuna mabano, kukuangamiza, tunafunga mabano, kwa hiari. Mnasikia? Kwa hiari, kutoka katika hali inayoonekana, au shetani mlima bobe rombai na bamululuma bungulane, malaika walioanguka katika malipo yake, ambaye pia atataka kukuangamiza kutoka kwa uhalisia kwa sababu ya uovu wa shetani mlima bobe rombai na nyoka dragon, ambao walifanya kuzalisha kitendo chako chungu, wakati hawa watataka kukuhukumu, kuna mabano, kukulahumu kutoka kwa mtazamo wa maadili au wa kimwili, watasumbuliwa mara 7 zaidi. Na nani ambaye atawasumbua? Na mudima bekokisedi, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa hekima,
roho wa utambuzi, roho wa sayansi, roho wa kutafakari, roho wa akili, roho wa nguvu na roho wa haki. Kuna mabano roho 7 zenye nguvu za agizo kula vitu zilizoanza kwenye uumbaji wa hali inayoonekana kutembea juu ya maji ya kwanza zaidi ya pazia kubwa. Kwa hiyo ndani ya Biblia za kisasa hawawezi wakawaeleza kwa nini Kaini atalipizwa mara 7. Wao hawajui, lakini hapa wanaonyeshwa kwamba kuna roho 7 ambazo zilikuwepo kwenye mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana. Ndio maana wakati unapokuwa kwa mfano tuseme ukiumwa, lazima katika kuumwa kwako hizi roho 7 katika maumivu yako udhihirisho wao utakuwepo, kwa sababu hauwezi ukapata tatizo ambalo litakuwa nje ya hizo roho 7. Nasimamia hapo. Kisha Mutatedi akaweka juu ya Pongise alama ya ulinzi wa kiroho inayotokana na agizo kula vitu, kuna mabano, muhuri wa ulinzi, tunafunga mabano, unaojulikana na roho, ili kwamba yeyote aliyeanguka, yani hao walioanguka, wala mnyama mkali au yeyote, kuna mabano, ambaye angezaliwa katika siku zijazo, ambaye angekuja kumpata, angeweza kumzuru kwa hiari. Kwa hiyo kuzuru kwa hiari hilo linawezekana. Kumradhi, hilo kuzuru kwa hiari hilo haliwezekani, lakini kuzuru mtu bila kutumia hiari hilo linawezekana. Kwa hiyo ndio maana ikasema kwamba hakuna mtu ambaye angemuua Pongise kwa kukusudia, hilo haliwezekana hata ufanye nini. Kisha Pongise akasogea mbali na uso wa Mutatedi na kukaa kwenye eneo la ajabu sana, kuna mabano, lililofunikwa, linaloeleweka, kuna mabano, la bara la Wase au Minyangadu, kabla ya mgawanyiko wa vipande vya bara. Lakini kabla ya kujiondoa katika eneo la familia, Pongise alihisi mvuto wa kingono na upendo kuelekea Ngodiba, mmoja kati ya dada zake, kwa sababu ya kosa lake ambalo pia lilizaa mbindo, kuna mabano, usio wa kujamiana, tunafunga mabano, uliotambuliwa kuwa hivyo basi ukakataliwa na kuizinishwa baada ya kizazi cha watoto watindi. Ngodiba binti yangu, kwa sababu anayoeleza ni Mutu, ambaye alikuwa mwanamke mrembo sana, mweusi, asiye wa kawaida na wa ajabu, alikuwa na unyeti kupita kiasi na mwenye hisia. Mara nyingi alijificha, kuna mabano, alijifungia nyuma ya uso, kuna mabano, ukuta wa kutokuwa na hisia na umbali kutoka kwa mionekano ya udanganyifu yanayoweza kutokea. Ngodiba wakati huo alitafuta amani na utulivu wa Pongise baada ya vifo vya kusikitisha vya Kweledi mwanakondoo na Mudiwei. Hii ilikuwa ni athari ya manufaa kwa Pongise baadaye, kwani ilimruhusu kufikiri, kutafakari na mara kwa mara kujihusisha katika kujichunguza, kuna mabano, kujikosoa, kutazama ndani, kuchunguza na kukuza zaidi, tunafunga mabano. Ngodiba pia alitambuliwa kama mwanamke kando, kuna mabano, yani kujitolea, tunafunga mabano. Utu wake wa ajabu ulionekana haswa katika umri wa kutokuwa na hatia na mara nyingi pamoja na upataji wa hekima. Sasa tunaenda kwenye kipengele cha pili, ambacho ni, kwa sababu cha kwanza ilikuwa yeyote ni akina nani, sasa kipengele cha pili ni wazao wa Pongise. Pongise alijiunganisha kiibada, kuna mabano, kuwekwa wakfu, sherehe, utakaso, tunafunga mabano, na Ngodiba, kisha akajamiana naye baada ya kuwa mke wake. Katika vipindi hivi, kuna mabano, mida, Pongise aliendelea kuwa na mahusiano ya ndoa, yani ya ngono, kuna mabano, na mke wake Ngodiba. Alipata mimba ya mapacha na akajifungua mvulana mzuri mweusi, kuna mabano, aina ya 4 ya damu, tunafunga mabano, na msichana mrembo, kuna mabano, aina ya 4 ya damu, tunafunga mabano, chini ya uangalizi wa roho inayosimamia uzazi na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana. Mvulana huyu mzuri mweusi alipewa jina la Dubise, kuna mabano, aliyeanzishwa. Jina hili lilipewa na mimi Moto na chini ya usimamizi wangu.
Muto alimpa jina la Okwele, yani kuelimisha, kwa binti pacha wa Dubise, kwa maana Muto, Mbela na mimi mwenyewe mara nyingi tulitembelea Pongise na Ngodiba, na baada ya siku 8 zinazojulikana katika hali inayoonekana, mimi Muto pia nilitairi ngozi ya govi lake. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kwamba Muto alikuwa anajua ni wapi ambapo Pongise alienda, na walikuwa akimtembelea kila mara, yeye na Muto pamoja na binti yao pia ambaye ni Mbela. Pongise alianzisha mwanaye na binti yake katika siri ya nguvu ya ulimwengu wa sayansi ya kiroho. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba, ndugu zangu, Biblia inaposema kwamba yeyote haikuweka wazi, lakini tumeshaona kwamba tayari Muto ambaye ni mtu wa kwanza, roho wa mwisho kuumbwa, alikuwa tayari ameshamfukuza Njom ambaye ni joka ambaye aliyekubali mafundisho ya shetani Mulima Bovi na kumweka shetani ndani mwake ili kwenda kumdanganya Muto. Kwa hiyo alifukuzwa. Ndio maana hata nyoka kwa wakati huu, nyoka hana rafiki. Umeshawahi kuona nyoka anatembea na mnyama mwingine pembeni kwamba wana kwa sababu nyoka alitengwa, hata kati miongoni mwa wanyama alitengwa. Na ndio maana nyoka anapoonekana, yani hakuna swala kujiuliza sio mbaya aza nini, anauliwa tu. Lakini sasa wengine ambao wana mambo yao watafuga nyoka kwamba yanawahusu hayo. Kwa sababu nyoka yeyote yule ambaye hana miguu, awe na sumu asiwe na sumu, wote ni uzao wa Njom. Hilo mlielewe vizuri, ni uzao wa Njom, kwa sababu kuna nyoka wengine ambao wana miguu. Kwa hiyo wale nyoka wote ambao hawana miguu, wenye sumu haiza wasio na sumu, hao ndio nyoka walio lahaniwa. Sasa wewe ambao unakula nyoka, ujue ni nini ambacho unakifanya. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yalikuwepo, ndugu zangu, kuhusiana na huu ufunuo unaofunuliwa wa yeyote walikuwa ni Njom, uzao wake, mke wake, yani tuseme mwenza wake, shetani Mulima Bovi pamoja na malaika walioanguka. Luba anaendelea kujitukuza.